Sasa kuna baadhi ya mambo huwa sisi tunapozungumza katika mihadhara yetu na darasa zetu, semina zetu na ulinganizi wetu, tangu hapo mwanzo mpaka leo tunayazungumzia kwa ubaya kabisa na kuyakanyaga hayo na kuyaponda kabisa kwa hayafai, hata kama yatafanywa na Waislamu. Mfano kama mambo ya maandamano, fikra za kimapinduzi, na kuonyesha athari mbaya ya mambo haya. Mara nyingi tukizungumza mambo haya sisi bila ya kutaka kujipendekeza kwa yoyote. Hatufanyi hivi kwa sababu kuna msukumo wa mtu fulani kwamba tunataka kujipendekeza kwake, wala hatufanyi hivi kwa kumtumikia yoyote. Ni kwa sababu dini yetu imetufundisha hivyo. Kuna baadhi ya watu tulikuwa tukiwakanya baadhi ya mambo mabaya ambao walikuwa wanafikiria kuyafanya kama migomo na maandamano, wakawa wanatupakazia katika miji kwamba hao vibaraka wamenunuliwa, hao ni vibaraka wa Amerika, hao vibaraka wa Mayahudi na lugha kama hizo. Hakuna masala ya ukibaraka hapa, wala hakuna suala la kutumikia agenda za watu fulani. Sisi Waislamu tuna agenda zetu, tuna miongozo yetu. Iweje miongozo yetu ionekane ni miongozo ya Kiyahudi au ya Kimagharibi? Nyinyi hamjamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafundisha kitu gani? Kwa hiyo sisi hatuko katika jambo hili, lakini siku zote wenyewe wanasema wataalamu wa mambo kwamba idha saa fi'lu almar'i sa'at dhununuhu. Vitendo vya mtu vikiwa viovu, akiwa mtu ni muovu, basi siku zote hata dhana zake zinakuwa mbovu. Mtu mwizi anaona kwamba watu wote wezi tu, haiwezekani. Kuiba itawezekana vipi watu waibi bwana? Hakuna mtu ambaye haibi. Yani yeye katika fikra yake kwamba watu wote ni wezi kama yeye. Muongo hivyo hivyo. Na watu wenye tabia chafu mbalimbali hawaamini kwamba mtu anaweza kuishi bila ya hivyo alivyo yeye. Mchawi hivyo hivyo. Mtu ambaye ana tabia kwenda kwa waganga wa kienyeji na kuroga watu na kutafuta hivi na vile, kwambia haiwezekani. Wewe utaishi hivi. Ule pia na mganga wake. Hawaamini idha saa fi'lu almar'i sa'at dhununuhu. Vitendo vya mtu vinapokuwa vichafu, mara nyingi dhana zake basi zinakuwa chafu.